Hapa tupo chuo cha uhasibu TIA, tukiendelea na mafunzo ya usimamizi wa uchaguzi kwa wasimamizi wa vituo pamoja na wasimamizi wasaidizi wa vituo. Semina hii ilianza jana tarehe 26 na leo tarehe 27 tunahitimisha. Zoezi linaenda vizuri, mwitikio ni mkubwa. Tulikuwa tunatarajia namba ya 8181 ya wasimamizi na wameitika wote, wamefika. Kwa hiyo tunaendelea na mafunzo na tunategemea kuhitimisha hivi punde ili wajiandae kwa ajili ya kazi ya uchaguzi itakayofanyika tarehe 29. Hali ya usalama ni nzuri, Temeke iko salama. Kwa hiyo tunawasihi watu wajitokeze kwa wingi kuja kupiga kura, kwa sababu kura yao ni haki yao. Kwa hivyo wajitokeze kuja kupiga kura. Sisi tuna vituo 2727 katika manispaa nzima ya Temeke, katika majimbo hayo matatu ndio yataja. Kwa hiyo nafasi itakuwepo ya kutosha, na muda ni kama ulivyoelezwa na sheria kwamba kuanzia saa 1 kamili mpaka saa 10 kamili ndio utakuwa muda wa kupiga kura. Naendelea kuwahamasisha watu wote wajitokeze. Temeke ni salama. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Maandalizi ya kupiga kura yako vizuri na tunategemea kwamba uchaguzi huu utakuwa wa amani. Mpaka sasa tunajivunia mafunzo kwamba yamekuwa ni mazuri sana, na zaidi ya yote tumekuwa tukijifunza kwa vitendo jinsi ambavyo kituo cha kupigia kura kinaonekana na kitakavyokuwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba tunaenda kufanya vizuri zaidi siku ya uchaguzi. Tunawasihi na kuwaomba Watanzania wajitokeze katika kupiga kura, kwa sababu kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Mimi nikiwa kama mmoja wa mwanafunzi wa wasimamizi wa uchaguzi mwaka huu 2025, namshukuru Mungu kwamba nimeweza kupata mafunzo. Wakufunzi wametufundisha vitu vingi kwa vitendo, na tumeweza kuelewa jinsi gani tutakavyoendesha uchaguzi wetu siku hiyo ya tarehe 29. Ninaamini kwamba uchaguzi wetu utakuwa wa amani na wenye furaha. Ninaomba wananchi wajitokeze kwa wingi katika vituo vyetu, na vituo vyetu tutafungua mapema sana. Saa 1 kamili tutaanza utaratibu wetu wa kupiga kura. Kura wako ni haki yako, jitokeze kupiga kura. Naamini wananchi mtajitokeza kwa wingi ili tupate kiongozi bora ambaye atatuongoza katika nchi yetu.